Na sasa tusikie wasifu wa marehemu ukisomwa na Mwasham Henry Kiara Mchamungu, askofu msaidizi jimbo kuu la Dar es Salaam. Karibu baba askofu Mchamungu, na baada ya wasifu huo tutaendelea na adhimisho la misa. Wasifu wa hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Kuzaliwa. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alizaliwa tarehe 5 Agosti mwaka 1944 katika kijiji cha Mwazie, wilaya ya Kalambo, jimbo Katoliki la Sumbawanga, mkoa wa Rukwa. Alikuwa ni mtoto wa 6 kati ya watoto 9 kutoka kwa wazazi Joseph Pengo na Rosalia Nzungu Sakramenti. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alibatizwa tarehe 6 Agosti mwaka wa 1944. Alipata sakramenti ya Ekaristi Takatifu, yaani komunio ya kwanza, tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 1952, na alipata sakramenti ya kipaimara tarehe 15 Agosti mwaka wa 1952. Sakramenti zote hizi alizipata katika parokia ya Mwazie. Masomo ya awali. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alisoma shule ya msingi Mwazie, Ipito na Karema katika vipindi tofauti kuanzia mwaka 1953 hadi mwaka 1958. Alijiunga na seminari ndogo ya Mtakatifu Yosefu Kaengesa iliyopo Sumbawanga kuanzia mwaka 1959 hadi 1964. Masomo ya upadri. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo kuanzia mwaka 1965 hadi mwaka 1971 alisoma masomo ya falsafa na teolojia katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala, Tabora. Daraja na upadri. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alipewa daraja takatifu ya ushemasi tarehe 9 Desemba mwaka 1970 na Mhashamu Askofu Karoli Msakila, na tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 1971 alipewa daraja takatifu ya upadri na askofu huyo huyo katika kanisa kuu la Epifania Sumbawanga. Kuanzia mwaka 1971 hadi 1973 alikuwa katibu wa askofu wa jimbo la Sumbawanga. Mwaka 1973 Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC liliandaa mpango kabambe wa kuwapeleka mapadri vijana hodari kwenda kusoma Roma. Hivyo yeye alikuwa miongoni mwa hao mapadri na alienda kusoma katika chuo kikuu cha kipapa cha Lateran, kitivo cha teolojia maadili Alfonsianum kuanzia mwaka 1973 hadi mwaka 1977 maadili. Kisha alirudi nchini na kuwa mwalimu na mlezi katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala mwaka huo huo wa 1977, na baadaye aliteuliwa kuwa gombera wa kwanza wa seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea na kuhudumu
kuanzia mwaka 1978 hadi mwaka 1983, daraja ya uaskofu na kusimikwa kuwa kardinali. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alipewa daraja ya uaskofu na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili tarehe 6 mwezi Januari mwaka 1984 katika Basilika ya Mtakatifu Petro mjini Vatican, Roma, na kuwa askofu wa jimbo la Nachingwea. Tarehe 17 Oktoba 1986 alitangazwa kuwa askofu wa jimbo jipya la Tunduru Masasi, na alisimikwa rasmi kuwa askofu wa jimbo hilo tarehe 12 Februari mwaka 1987. Tarehe 22 Januari mwaka 1990 Papa Yohane Paulo wa Pili alimtangaza kuwa askofu mkuu mwandamizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam, mwenye haki ya kurithi jimbo. Na tarehe 22 Julai mwaka 1992 alianza kuliongoza jimbo kuu la Dar es Salaam baada ya kustahafu kwa hayati Mwadhama Laurian Kardinali Rugambwa. Aliwekwa kuwa kardinali mnamo tarehe 22 Februari mwaka 1998 na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Mnamo mwaka wa 2007 alichaguliwa kuwa rais wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu wa nchi za Afrika na Madagaskar, SECAM. Kazi hiyo alifanya hadi mwaka wa 2013. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo aliliongoza jimbo kuu la Dar es Salaam kuanzia tarehe 22 Julai mwaka 1992 hadi tarehe 15 Agosti mwaka wa 2019 alipostaafu rasmi na kumkabidhi uongozi wa jimbo mwashamu sana Askofu Mkuu Yuda Tadeus Ruwaichi OFM Cap, ambaye ndiye anayeliongoza jimbo hadi sasa. Ugonjwa na kifo. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo amekuwa akisumbuliwa na maradhi ya mgongo na moyo kwa muda mrefu. Ametibiwa hapa nchini na nchi nyingine zikiwemo Ujerumani, India na Marekani. Matatizo ya kiafya ya mara ya mwisho yaliongezeka na kugundulika zaidi kuanzia Novemba mwaka wa 2025. Alianza matibabu mara moja hapa nchini na kisha kwenda nchini India tarehe 27 Desemba mwaka wa 2025. Alifariki tarehe 19 Februari 2026 saa 4 usiku kwa maradhi ya moyo, muda mfupi baada ya kurudi kutoka nchini India alikokuwa akipata matibabu.